Tulichokuwa tukizungumza leo hapa, kwanza ni kuwakaribisha wenzetu ambao wamekuja kwa ajili ya mkutano wetu huu ambao unawezesha kupaza sauti kwamba ni kwa namna gani tunakataa uvuvi haramu katika maeneo yetu. Yaani katika huu ukanda wetu tunakataa uvuvi haramu kwa sababu tunachokihitaji ili wananchi wetu waweze kupata faida kutokana na bahari. Kwa sababu asilimia kubwa ya wananchi wetu wanaitegemea bahari kama ni rasilimali ambayo inawezesha kuishi. Kwa hiyo kuwepo kwao hapa maana yake tunapaza sauti ya pamoja ili kuweza kuweka mashirikiano ambayo yatawezesha sasa yale mambo mengi ambayo tunayasema kisera sasa yaweze kutekelezeka. Hilo ndio lengo kubwa la kuwepo hapa. Kubwa kwanza, uchumi wa bluu unasisitiza sana kutokuvua kwa kutumia vile vifaa ambavyo havihitajiki, mfano nyavu zenye matundu madogo. Kwa hiyo uwepo wetu hapa maana yake utasisitiza ni kwa namna gani, kipi tunaweza kutumia, na hizi siku 3 ambazo watakaa hawa viongozi wetu hapa wataweza kujadili haya ili kuweza kutatua hii changamoto, kwa sababu bado watu wanaendeleza kutumia uvuvi haramu, na ndio serikali inapiga kelele kila siku kuweza kutoka kule ili tuende katika hatua nyingine, kwa sababu yakiharibika matumbawe, vikiharibika vizalia vya samaki, maana yake uwezekano wa maisha yetu kama Wazanzibari inaweza kuwa ni mtihani, kwa sababu kama mnavyojua tunategemea bahari kwa asilimia kubwa. Uvuvi haramu kwa sababu tayari sisi tuna boti zetu, KMKM wana boti wanafanya doria katika bahari zetu, ukizingatia kwamba kila siku wao wanafanya doria hizi. Kwa hiyo mikakati ni mengi, ikiwemo kununua meli mbalimbali ambazo zitawezesha sisi wananchi wa Zanzibar kuweza kuvua katika maji makubwa. Mkutano huu umewaleta pamoja wadau katika nchi tofauti ambazo tuna share bahari yetu, ambayo bahari ina changamoto sawa na resources sawa, tuna share kwa pamoja. Kwa hiyo mkutano huu utasaidia kukubaliana njia ambazo tutaweza kukabiliana na uharamia wa baharini, hususan huu wa uvuvi haramu. Na uvuvi haramu kwa aina mbili, ule unaofanywa na mameli makubwa ya nje, lakini hata watu wetu pia wanafanya uvuvi haramu. Kwa hiyo ni kusema kwamba samaki watapotea Zanzibar na Kenya, na wao watakuwa wamekosa samaki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mkutano huu utasababisha kuwa na mipango jumuishi kwa jumuiya yetu yote Afrika Mashariki na Kati na majirani wetu. Kama nilivyosema, uvuvi haramu kwa aina mbili. Kuna ule ambao tunaojua sisi, mameli makubwa yanakuja kuiba samaki kule bahari kuu, lakini wavuvi wetu, ndugu zetu ambao wanavua kinyume cha sheria, kwa mfano wanavua samaki wachanga, huo ni uvuvi haramu. Wanavua maeneo ambayo hayatakiwi, huo ni uvuvi haramu. Au wanavua samaki ambao hawapasi kuvuliwa, hao ni uvuvi haramu. Sasa sheria ya uvuvi ambayo tunayo sisi Zanzibar inatambua hayo yote kama ni makosa na hukumu zake zipo, lakini kama tunavyoelewa kutekeleza sheria ndio jambo jingine. Kwa hiyo tunatumia zaidi nguvu ya elimu kuliko nguvu ya mabavu ili watu wetu waendelee. Lakini uzuri zaidi ni kwamba tayari sheria ya uvuvi ya mwaka 2010 tunaibadilisha, wakati wote itapelekwa Baraza la Wawakilishi. Tutakuwa na sheria mpya ambayo itaanzisha mamlaka ya uvuvi pamoja na uhifadhi. Sheria hii kidogo itakuwa na meno zaidi kuliko hii iliyopita ili kuliondoa jambo hili. Sasa hivi sisi, Mheshimiwa Naibu Waziri, tumeanzisha Wizara ya Uchumi wa Bluu. Tunaposema blue economy, miaka ya nyuma tulikuwa tunasema blue economy imeanzia KMKM. Lakini sasa hivi tunajua blue economy na wenyewe na wanaifanyia kazi. Kwa hiyo hapana budi na sisi kuonesha support kwa hilo. Na support kubwa ni kutoa ushauri kwa serikali kuweza kufanya maboresho, hasa swala zima la blue economy katika upande wa mazalio ya samaki, kwa sababu sisi tunaposema blue economy lazima samaki wawe baharini. Blue economy bila kuwa samaki baharini, hilo ni tatizo. Na samaki wawe baharini, yale mazalio lazima wawe protected. Ili kuwa protected, lazima wale wanafanya legal fishing waweze kuwa controlled. Bila hivyo inakuwa ni shida. Ushauri. Sasa hivi kumekuwa na research nyingi katika bahari yetu ya Indian Ocean, kutoka mataifa mbalimbali kuja kufanya research katika bahari yetu. Ningeomba wahusika, hiyo ni wizara inayoshirikiana masuala ya uchumi wa bluu au ni wizara nyingine, ni vyema masuala ya research. Mimi kama mlinzi wa bahari hii ya Indian Ocean katika ukanda huu ni shirikisho, kwa sababu tumegundua kitendo cha kuruhusu watu wengine kuja kufanya research kwenye maeneo yetu ni hatari. Hii blue economy itafikia wakati bahari yetu haina samaki.
Mtu anaweza kufanya kazi lakini ikawa target yake kwenye mazalio ya samaki, ikawa mayai ya trillions zikafa. Matokeo yake uhaba wa samaki kwa scarcity ikawa kubwa kwenye visiwa vyetu, inakuwa hilo ni tatizo. Kwa hiyo nikiomba hili tuliangalie, wale wanakuja kufanya research, tuone tutafanyaje ili na vikosi vile husika na masuala kama sisi ni security organ ya nchi, basi tuweze kuhusika kwa njia moja au nyingine kwa lengo la kusaidia nchi yetu na kusaidia blue economy iendelee kuwa hai. Pia niombe kupitia forum hii kwenye infrastructure za bahari, infrastructure zote za baharini, tungeomba kwamba tunapoingia makubaliano na ujenzi wa chochote cha bahari, kikosi maalum cha kusema magendo ambayo ndio mlinzi wa visiwa hivi baharini ni vyema kushirikishwa, kwa sababu mtu yote anayekuja akazama chini ya bahari yetu akifanya kitu ambacho sisi hatukioni, sisi tunaona kazi imefanyika, panapitika. Je, kule chini ameweka nini?